Shalom, shalom. Ninawasalimu katika jina la Yesu. Majina yangu ni Nabii Ezekiel. Kwa siku ya leo nina somo fupi ambalo tunataka tujifunze. Somo inayoitwa kuwa muombaji. Na tutaenda kuangalia muombaji anatakiwa kufanya nini na muombaji anatakiwa kuwa aje. Na pia tutaangalia nyingine somo linaitwa maombi. Ni maombi gani ambao unaweza kutumia katika maisha yako ili uweze kufika mahali unahitaji kufika. Nimegundua kwamba kuna waombaji wengi lakini hawajui ni jinsi gani watakavyoomba, ni jinsi gani watakavyosimama katika maombi. Na siku ya leo nahitaji unifuatilie ili nikufunze ni jinsi gani unaweza ukaomba katika nyakati tofauti. Kama wewe ni wa kwanza kufuatilia channel yetu ya YouTube, unaweza ukasubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inaitwa Prophet Ezekiel. Ukitaka kutufuatilia katika mitandao ya kijamii, unaweza ukatukuta katika Facebook, YouTube na pia na TikTok na Instagram. Unaandika Prophet Ezekiel, utaona kazi zetu pale, na tunakuomba utufollow upate update tofauti ambazo tutakazozitia katika channel yetu hii ya YouTube ama ya Facebook, aidha ya TikTok au ya Instagram. Kwa hiyo tunawapa karibu kwa kufuatilia mafundisho yetu ya siku ya leo. Ikusi, kamata kiti chako, kamata nafasi yako, utulie na upumzike ili nikufunze ni jinsi gani utakavyoomba. Nikufunze ni jinsi gani muombaji anaweza akawa katika maisha yake ya kiroho. Karibu sasa tuanze nafasi yetu. Cha kwanza, muombaji anahitajika kuwa mtu anayejitolea mbele za Mungu, kusimama kwa maombi, akikuwa na imani ndani yake, pia na utii na unyenyekevu ndani ya maisha yake. Huwezi ukakuwa muombaji kama hauna kutii ndani yako, hauna unyenyekevu, hauna roho ya maombi ndani yako. Kama unahitaji kuwa muombaji anayekamilika, unahitajika kuwa na roho ya maombi, na pia unahitaji kuwa na roho ya utiifu, pia unahitaji kuwa na roho ya unyenyekevu. Hivi ni vitu vitatu wewe ni muombaji haupaswi kukosa katika maisha yako ya kiroho. Na wewe muombaji huwezi ukawa muombaji kwa sababu ya maisha yako tu binafsi, lakini unahitajika kuwa muombaji pia na maisha ya wengine. Kwa sababu wakati umekuwa muombaji, inabidi uwe na roho ya upendo ya kuombea watu wengine. Huyo ni muombaji, anahitaji kuwa na roho ya upendo ya kuombea wengine. Kwa kifupi, cha kwanza, muombaji ni rafiki wa Mungu. Kama wewe ni muombaji, unahitaji kuwa rafiki wa Mungu. Unahitaji kutafuta mahusiano yako na Mungu na kujua ni jinsi gani utakavyojenga mahusiano hayo ili Mungu akufunulie siri nyingi ambazo hukukuwa unajua katika maisha yako. Kitu cha pili, unahitaji kuwa na madhabahu ya maombi ndani ya maisha yako. Huwezi ukawa muombaji wakati hauna madhabahu ya uombaji ndani yako. Unahitaji kuomba sana. Maombi ndio itakayoleta mahusiano yako wewe na Mungu. Kitu cha tatu, muombaji ni yule mtu anayejua kusikia sauti ya Mungu, pia anatii sauti ya Mungu. Kwa hiyo unahitaji kuwa muombaji, ujue ni jinsi gani Mungu anavyozungumza na watu, ujue ni jinsi gani Mungu anavyotenda katika maisha ya watu. Hapo utajua ni jinsi gani utakavyoishi na Mungu, na hicho kitakusababisha wewe ukuwe muombaji aliyekamilika, kwa sababu utakuwa unajua ni vipengele gani Mungu anavyovitumia ili atumikishe watu wake, ili azungumze na watu wake. Hivyo vitakusaidia katika maisha yako ya uombaji. Tukisoma kitabu cha Ezekiel sura yake ya 22 mstari wake wa 30, hapo ndipo utakapoona ni kwa nini Mungu anahitaji uwe muombaji, ni kwa nini Mungu anakuita kuwa muombaji. Utasoma neno hilo, litakusaidia katika maisha yako ya uombaji. Utajua ni kwa nini Mungu amekuchagua katika maisha hayo ya uombaji. Utajua ni kwa nini umejitolea kuwa katika uombaji huo. Na kitabu cha Yakobo sura yake ya 5 mstari wake wa 16 inasema, ombi la mwenye haki lina nguvu kubwa likitenda kazi. Amen. Hili ni neno ambalo Yakobo anazungumza. Anasema ya kwamba ombi la mwenye haki
lina nguvu kubwa ya kutenda miujiza. Ombi la mwenye haki lina nguvu kubwa la kufungua maisha ya watu. Ndio kwa maana unahitaji kuwa muombaji. Hii ni maana ya uombaji ambao hukuwa unajua uombaji ni nini. Wewe ni muombaji, lakini haukuwa unajua kuwa muombaji ina maana gani. Kwa hiyo siku ya leo ninatumaini ya kwamba umeelewa ni kwa nini wewe ni muombaji. Twende katika chapta ya pili ili ni kuonyeshe maombi unatakiwa kuomba katika maisha yako ili yakusaidie katika maisha ya uombaji. Hii ni chapta ya pili ambayo tunaenda kuangalia pamoja ni kwa nini unahitaji kuomba na ni maombi gani unahitaji kutumia katika maisha yako. Watu wengi wanaomba vibaya na Biblia inatuambia tunaomba vibaya kwa sababu hatujui kuomba. Na leo ninahitaji kukufunulia mambo makubwa na siri kubwa ambayo utakayoitumia. Kuna wakati utaona watu wanaomba saa 20, wanaomba masaa 12, wako wanaomba bila kupumzika na hawakosi maneno. Kuna wakati unaweza ukaomba lisadi moja, lakini unakosa maneno ya kuongezea kwa sababu hujui ni jinsi gani utakavyoomba. Ukiangalia saa zenye wenzako wanaomba, unaona ya kwamba amekamata saa 3, saa 4 akiomba, lakini wewe ukijaribu umeshindwa. Haujui ni jinsi gani utakavyoomba masaa kama hayo. Kwa siku ya leo nilitaka nikufunulie siri hiyo ili ujue ni jinsi gani utakavyoomba. Kitu cha kwanza, tuko na msingi wa maombi. Unahitaji kujua msingi wa maombi ni upi. Kitu cha kwanza unahitaji kujua, maombi ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu, kati ya binadamu na Mungu. Hichi ni kitu cha kwanza. Wakati unaomba, wakati unamwita Mungu, unakuwa unajenga mawasiliano mazuri kati yako wewe na Mungu wako. Kitu cha pili unahitaji kujua, maombi siyo maneno mengi, bali maombi ni moyo. Kisoma kitabu cha Mathayo sura yake ya 6 mstari wake 6, utakuja kuona jinsi gani mtu anahitajika kuomba katika maombi yake. Kwa hiyo hauhitaji kutumia maneno mengi, kwa sababu wakati haujaomba Mungu anakuwa anajua ni kitu gani unachokihitaji. Wakati haujaomba Mungu anakuwa anajua ni kitu gani unachokihitaji katika maisha yako. Kitu cha tatu, maombi ni uhusiano na sio desturi. Watu wengi tukiomba tunakuwa tunafanya kama desturi, lakini maombi sio desturi. Maombi ni uhusiano. Ukisoma kitabu cha Yeremia 33 mstari wake wa 3, Biblia inasema niite nami nitakuitika, nitakuonyesha mambo makubwa ambayo haujayaona. Kwa hiyo kama unaomba, muite Mungu na atakusikia, muite Mungu na atakujibu. Kitu kingine cha pili unahitaji kujua aina za maombi. Aina za maombi ziko na utofauti. Kuna maombi ya kwanza, unaweza ukaomba maombi ya kushukuru Mungu. Unaanza kwanza unamshukuru Mungu. Ukisoma kitabu cha Zaburi 100 mstari wake wa 4, utaona jinsi gani mtu anatakiwa kushukuru Mungu. Anza maombi ya kushukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyofanya katika maisha yako. Kitu cha pili, unahitaji kuomba maombi ya toba. Omba msamaha, mwambie Mungu akusamehe kwa makosa yako uliyoyafanya. Hicho ni kitu cha pili ambacho unahitaji kufanya katika maombi yako. Hapa utasoma kitabu cha Yohana wa kwanza sura yake wa kwanza mstari wa 9, ndipo utakapokutana maombi ya toba katika kitabu hicho. Na kitu cha tatu, utafanya maombi ya kuombea mahitaji. Ukisoma kitabu cha Wafilipi 4 mstari wake wa 6, ndipo utakapoona maombi ya mahitaji, ni jinsi gani utakavyoomba maombi hayo. Kitu cha 4 ni maombi ya maombezi. Timotheo wa kwanza sura yake ya 2 mstari wa 1, utaona ni maombi gani ambayo utakayoyafanya, maombi ya maombezi. Na kitu cha 5 ni maombi ya vita. Ukisoma kitabu cha Waefeso 6:12, kinatuonyesha maombi ya vita ambayo tunatakiwa kufanya katika maombi yetu tunayoyaomba. Wewe muombaji, ni vizuri ujue maombi haya kwa sababu itakusaidia katika safari yako ya uombaji. Na kitu cha 3 ni msimamo wa muombaji. Muombaji anahitaji kuwa mnyenyekevu. Muombaji anahitaji kuwa na imani bila shaka. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura yake ya 1 mstari wa 6, itakuonyesha ni jinsi gani unahitaji kuwa na imani kama muombaji.
Na kitu cha tatu ni utii na maisha ya utakaso. Muombaji unahitaji kuwa na utiifu ndani yako na pia uwe na maisha ya utakaso. Itakusaidia sana katika uombaji wako. Na kitu cha nne, muombaji anahitaji kuwa na uvumilivu. Ukisoma kitabu cha Luka 18 mstari wake wa kwanza, utaona jinsi gani muombaji anahitaji kuwa na uvumilivu ndani yake. Kwa hiyo wewe muombaji unahitaji kuwa na uvumilivu. Unahitaji kuvumilia kila kitu ambacho utakachokabiliana nacho katika maisha yako ya uombaji au katika safari yako ya uombaji. Kitu cha nne kinasema maombi na neno la Mungu. Wewe muombaji unahitaji kujua siri hii ya maombi na neno la Mungu, maombi yaliyoambatana na neno la Mungu. Unahitaji kuomba kulingana na neno la Mungu. Wakati unaomba kulingana na maneno ya Mungu yanavyosema. Na kingine kitu, unahitaji kutumia ahadi za Mungu alizokuahidia. Kile ambacho Mungu alichozungumza na maisha yako, ukikitumia katika maombi yako, inaweza ikasababisha Mungu anajibu maombi yako kwa haraka. Neno linaamsha imani ya mwanadamu. Ukisoma kitabu cha Warumi 10:17 inatuonyesha vizuri ni jinsi gani mwanadamu anaweza akasimama kwenye imani yake. Ni jinsi gani mwanadamu neno la Mungu linaweza likaamsha imani ndani ya maisha yake. Kwa hiyo ukikuwa muombaji unahitaji kuwa na imani tosha. Na msingi wa tano ni kufunga na kuomba. Wakati muombaji unafanya zoezi la kufunga, huwa mwili wako unanyenyekea. Mafungo inaweza ikafanya mwili wako unyenyekee na ukushuka. Pili, mafungo inakukomaza kiroho. Ukitaka kukomaa kiroho, fanya zoezi la kufunga na kuomba, utakomaa kiroho. Kitu kingine unahitaji kujua, kuna mapepo hutoka kwa kufunga na kuomba, kama jinsi Yesu alivyosema katika kitabu cha Mathayo 17 mstari wake wa 21. Amesema ya kwamba kuna pepo hazitoki kama haujafunga na kuomba. Kwa hiyo kufunga na kuomba, mapepo inaweza kukimbia, kwa sababu unakuwa umekomaa kiroho, unakuwa na nguvu zisizokuwa za kawaida. Inasababisha mapepo ikimbie kwa sababu ya nguvu ulizokuwa nazo katika maisha yako ya kiroho. Msingi wa sita ni kusikia sauti ya Mungu. Muombaji unahitaji kujifunza kusikia sauti ya Mungu na kuitii. Wakati unajua kusikia sauti ya Mungu na kutii, wewe kama muombaji inakusaidia katika maisha yako ya uombaji. Na kingine kitu, Roho Mtakatifu anakuongoza. Ukisoma kitabu cha Yohana 16 mstari wake wa 13, utaona ni jinsi gani Roho Mtakatifu anavyoongoza watu kwa kusikia sauti ya Mungu. Na kingine kitu, andika kila kitu Mungu anachokinena katika maisha yako. Hiyo itakusaidia sana kusikia sauti ya Mungu na kuitii. Na msingi wa saba ni maombi ya vita. Wakati uko katika maombi ya vita, tumia jina la Yesu mara nyingi, kwa sababu jina la Yesu limepewa mamlaka kuliko kitu chochote hapa duniani. Jina la Yesu limepewa uwezo wa kukimbiza mapepo. Wakati uko kwenye vita, jua ni jina gani unahitaji kutumia ili vita yako iende sawa. Jua ni jinsi gani utakavyosimama na Mungu wako ili vita unayopigana uwe mshindi katika vita hiyo. Na kingine kitu, kwenye vita tumia sana damu ya Yesu, kwa sababu damu ya Yesu ina mamlaka. Damu ya Yesu ina uwezo. Damu ya Yesu inaweza ikakutosha mahali kukufisha mahali pengine. Damu ya Yesu ni ukingo. Kwa hiyo kwenye vita unahitaji kutumia damu ya Yesu zaidi. Na kingine, unahitaji kusimama kwenye mamlaka yako, kama jinsi kitabu cha Luka 10 mstari wake wa 19 unatuambia unahitaji kusimama katika mamlaka uliopewa na Mungu. Wewe ni mtu mwenye sio wa kawaida. Kwa hiyo jua mamlaka iliyokuwa ndani yako, mamlaka na uwezo Mungu aliyokupatia. Waombaji wengi wanashindwa kujua mamlaka Mungu aliyowapatia, na ndio kwa maana wanashindwa kufanya kazi ya uombaji vizuri na jinsi ipasavyo. Wewe muombaji, jua mamlaka uliokuwa nayo katika maisha yako ya kiroho. Na msingi wa 8, makosa makubwa waombaji wanayoyafanya katika uombaji wao. Cha kwanza, wanakatika tamaa haraka. Kukatika tamaa ni kosa kubwa ambalo unalolifanya katika uombaji. Muombaji
muombaji hatakiwi kukatika tamaa katika nyakati utakazozipitia ndani, iwe ni nyakati za shida, iwe ni nyakati za njaa, iwe ni nyakati za kusemwa. Hauhitaji kukata tamaa katika maisha yako, inabidi uendelee na kusonga mbele. Mungu yuko pamoja na wewe. Na lingine kosa muombaji analolifanya, kurudilia maneno bila moyo. Muombaji, jua maneno utakayoyanena katika kinywa chako. Jua maneno utakayosema katika kinywa chako. Sio kila maneno yoyote utakayoyasema katika kinywa chako. Na ndio kwa maana watu wengi tunafanya makosa kwa uombaji wetu tunaofanya. Na lingine kosa la mwisho, tunaomba kinyume na mapenzi ya Mungu. Muombaji hustahili kuomba kinyume na mapenzi ya Mungu. Maombi yako, angalia vizuri kama maombi yako yanampendeza Mungu, maombi yako katika mapenzi ya Mungu, na usiende kinyume na mapenzi ya Mungu. Muombaji unahitaji kuombea katika mapenzi ya Mungu, kile Mungu anachokitaka. Na msingi wa 9, nidhamu ya maombi. Unahitaji kujua saa maalum ya kuomba. Sio kila muda wote unaomba. Kuna muda wa kuomba unahitaji kutafuta katika maisha yako. Nataka nikupatie siri hii. Kuanzia saa 6 usiku mpaka saa 9, hiyo ni maombi ya vita. Ujue kuwa muda wa vita inakuwa ni saa 9 mpaka ninakuwa ni saa 6 mpaka saa 9. Usilete muda huu, usilete maombi ya shukurani. Muda huu usilete maombi ya mahitaji, bali muda huu ni muda wa mapambano, muda wa kupigana, muda wa vita. Na kama muombaji unahitaji kuwa nafasi maalum ambayo utakayokuwa unaomba. Tafuta mahali ambapo utakuwa unafanyizia maombi, itasaidia sana katika uombaji wako. Na kingine, muombaji unahitaji kuwa na ratiba ya maombi. Unahitaji kuwa na muda wa maombi. Unahitaji kutafuta muda wa kuzungumza na Mungu wako na kuwa karibu na Mungu wako. Na msingi wa 10 ambao ndio wa mwisho, muombaji unahitaji kuwa na malengo katika maombi. Kuna watu wengi wanakuwa wakiomba lakini hawana malengo. Je, wakati wewe unaomba unakuwa na malengo gani? Na malengo ya kwanza, unahitaji kumjua Mungu zaidi. Kuna watu wanaomba lakini hawamjui Mungu. Hawajui ni jinsi gani Mungu anavyotumika, hawajui ni jinsi gani Mungu anavyosema, hawajui ni jinsi gani Mungu anavyotembea na watu. Kwa hiyo unahitaji kumjua Mungu zaidi. Na lengo la pili, unahitaji kuokoa roho za watu. Wakati unaomba, wakati unamtumikia Mungu, wewe kama muombaji, jua malengo yako. Lengo, unahitaji kujua kama una malengo ya kuokoa mioyo ya watu kama muombaji. Na pia muombaji unahitaji kujua kwamba wewe kama muombaji unahitaji kujua ya kwamba una malengo ya kuleta mbingu hapa duniani. Kwa hiyo mbingu ikue hapa duniani, mapenzi ya Mungu yafanyike hapa duniani. Wewe kama muombaji unahitaji kujua hilo. Muombaji wa ukweli sio muombaji wa kelele, bali ni muombaji mwenye nguvu za rohoni, pia na utii ndani yake. Kwa hiyo utakuwa muombaji mzuri wakati utakavyotumia vipengele hivi ninavyokupatia kwa siku ya leo. Nikukumbushe, kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza, unaweza ukasubscribe channel yetu ya YouTube, na pia unaweza ukashare linki hii kwa wenzako ili na wao pia wapate mafundisho haya. Kwa hiyo Mungu awabariki na Mungu awazidishie. Amen.